Dakika 90 zimetamatishwa katika dimba la Tanzanite Kora ulioko Babati Manyara, mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League. Leo siku ya Jumapili ya tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2026 ilikuwa ni kati ya wenyeji kutoka jiji la Mapambo wakijiita The Purple Nation, hawa ni Mbeya City dhidi ya Walima Alizeti kutoka mkoani Singida. Ni mchezo ambao umefanyika katika dimba la Tanzanite Kora, mchezo wa kuvutia, mchezo ambao ulikuwa una taswira kubwa, watu wengi wakiutazama kwa jicho lingine, lakini mchezo huu watu wengi walikuwa wakiutazama na wakisema ni mchezo ambao pengine utazaa magoli mengi, lakini pia wengine wanasema watashangaa mchezo huu kama utamalizika bila ya kufungana ama kutoonekana kwa magoli mengi kutokana na ubora vikosi vyote vya timu zote. Lakini isivyokuwa bahati ni kwa Mbeya City wenyeji mchezo huu ambao wamefunga safari kutoka Mbeya hadi Babati Manyara mkoani Arusha hadi kuwafuata Walima kwa maana kucheza na Walima Alizeti Singida Black Stars, lakini imekuwa bahati kwa Walima Alizeti baada ya kutoka kupoteza magoli mawili kwa moja katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club. Dakika za jioni wanakuja na ruhusu bao, lakini leo wameondoka na alama 3 wakiwa kama wageni katika mchezo huo dhidi ya Mbeya City. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zilianza kwa wazee wa The Purple Nation, hawa ni Mbeya City kupitia kwa mchezaji Vitalis Mayanga na dakika ya 14 akiwatanguliza Mbeya City. Dakika 45 za kipindi cha kwanza ilikuwa na mapumziko kwa timu zote mbili zikiwa zimefungana kwa maana moja na dakika 31 kwa Singida Black Stars Emmanuel Kayeke na dakika 31 ndiye alikuja kusawazisha goli hilo kwa upande wa Singida Black Stars mnamo dakika 31, lakini dakika 45 za kipindi cha pili zilirejea zikiwa za tofauti, huku timu zote mbili zikitengeza nafasi nyingi, kila mtu akijiweka vyema ya kuweza kuondoka na alama 3 muhimu katika mchezo huo uliomalizika katika dimba la Tanzanite Kora. Lakini mnamo dakika ya 69 Mosi Ndumumwe ambapo alikuja kusawazisha goli hilo mnamo dakika ya 69, lakini Ibrahim Imoro tunasema ndiye man of the match kwa sababu ndiye aliyefunga ile akaunti ya mabao yote mawili yakitamatika kwa idadi ya magoli 4 kwa upande wa Singida Black Stars mnamo dakika 72 na 86. Ibrahimu Imoro ndiye aliyekuja kufunga magoli ama ndiye amefunga magoli yote mawili na hivyo kutamatisha Singida Black Stars kuondoka na alama 3 muhimu, magoli 4 kwa moja, na mchezo huu umezaa magoli ninasema ni 5 kwa maana upande wa goli moja ni kwa upande wa Mbeya City, lakini magoli yote 4 ni katika upande wa Singida Black Stars. Hivyo ndivyo ambavyo kimemalizika kipute mechi ya tunasema ilikuwa ni vuta ni kuvute, patashika nguo kuchenika, lakini kichapo kimeenda kwa Mbeya City. Baadaye saa 2:30 usiku ni Karia Dar es Salaam Derby, ni kutoka kuitwa Mzizima Derby hadi kuja kupewa jina Dar es Salaam Derby. Ni kati ya wenyeji ni Azam FC kutoka Chamazi dhidi ya Young Africans kutoka mitaa Twiga na Jangwani Dar es Salaam Tanzania. Mimi nikusihi tuendelee kubaki hapa, utaweza kupata matokeo yote ya mchezo huo wa Dar es Salaam Derby, ni kati ya wenyeji Azam FC dhidi ya Yanga Sports Club. Hii ni Nyako TV, tufollow kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Nyako TV. Mimi naitwa Mutra Msanawaji, Instagram nenda kule pamoja na TikTok, kote huko napatikana kama official Mutra Msanawaji.